Jeshi la polisi limefanikiwa pia kumshikilia mtu aliyefahamika kwa jina la Unique Adolf Ngagani na wenzake 4 kwa tuhuma za kumiliki akaunti za mtandao wa TikTok ambazo zimekuwa zikitumika kusambaza taarifa zenye maudhui ya udhalilishaji wa watu mbalimbali kupitia programu za akili unde, yani artificial intelligence. Watu hawa wamehojiwa kwa kina na baadhi ya vifaa wanavyovitumia vimekamatwa na hatua za kisheria zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na baadhi yao tayari kufikishwa kwenye mahakama za kisheria za Tanzania, yani mahakama ya Kisutu. Kwenye msako huo mkali ambapo jeshi la polisi limejiunga na mamlaka zingine za kisheria, wamefanikiwa pia kukamatwa mtu aliyefahamika kwa jina la Baruani Hamisi Kateme maarufu kama jina la Majani. Huyu ni mkazi wa Kahororo, mkoa wa Kagera, ambaye amekamatwa na wenzake 4. Hawa wanatuhumiwa kwa kutumia mitandao kufanya makosa haya ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, yani utapeli, kwa kuwadanganya wastaafu na kuwaambia pesa kwa kujifanya kuwa baadhi yao ni wafanyakazi wa mfuko wa pensheni na kwamba wanaweza kushughulikia kupata mapunjo ambayo baadhi ya wastaafu wamekuwa wakiyaelezea. Mtuhumiwa huyu wa Kahororo mkoani Kagera maarufu kama Majani amehojiwa kwa kina na mbinu ambazo amekuwa akizitumia, na yeye pia jeshi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria wamehakikisha anafikishwa mahakamani. Baadhi ya watuhumiwa hawa wamekamatwa wakiwa na vifaa hivyo ambavyo wanavitumia katika kufanyia makosa haya ya kimtandao, yakiwemo ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, lakini kudhalilisha watu na mengine haya ya kujifanya kwamba wao ni watumishi wa mifuko hii ya pensheni. Baadhi ya vifaa ni pamoja na simu janja, lakini pia simu janja za kawaida zaidi ya 20 zenye laini tofauti tofauti na makampuni tofauti tofauti, lakini zina memory card tofauti, kompyuta pamoja na mashine ya usajili wa line. Baadhi ya watuhumiwa hawa ambao nimewataja wamekwisha fikishwa kwenye mahakama za kisheria za Kisutu.